السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الطلبة أيها wanafunzi، barakallahu fikum, na waislamu wote kwa ujumla, tukiwa katika usiku tarehe 2 katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1448 Hijiria, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala tumekusanyika hapa kwa ajili ya raddi na majibu dhidi ya Shia ambaye amejivika vazi la usufi. Jina lake ni Shafi Basalim As-Salimi. Hilo jina ambalo anatambulika nalo kwenye mtandao wake wa YouTube. Katika harakati zake za kidawa, na ni kawaida yake, amewatuhumu Ahlus Sunnah wal Jamaa Salafiyuna kwa tuhuma chafu katika mahojiano yake, ambayo ni kama kipindi fulani ambacho kinaendeshwa kwa mujibu wa maswali na majibu. Na kipindi hicho wamekipa unwani inayosema hatari ya Uwahabi kwa umoja wa Waislamu. Hatari ya Uwahabi kwa umoja wa Waislamu. Sheikh Shafi Salim ndio mgeni wangu wa leo, ambapo mada kuu leo tunazungumzia ni hatari ya Uwahabi kwa umoja wa Uislamu. Hatari ya Uwahabi kwa umoja wa Uislamu ndio mada kuu leo tutaizungumzia hapa. Unwani hii kwanza imekaa kimakosa, kwa sababu wanaposema Uwahabi wanakusudia kwamba ni kile ambacho amekilingania Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ukisikia Uwahabi maana yake ni da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah amrehemu. Kwa hiyo unwani hii walioiandaa ya kwamba hatari ya Uwahabi kwa umoja wa Waislamu, unwani hii moja kwa moja imekaa kimakosa, kwa sababu hakuna hatari yoyote iliyopo katika da'wa aliyoifanya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na badala yake kuna khairi kubwa, kuna khairi adhim, kuna neema kubwa, neema ambayo ni sababu ya kuenea sunna katika ulimwengu, neema ambayo ni sababu ya kuenea ilmu kwa shababu wengi na mashaikh wengi, ilmu inayotokea katika biladul haramaini ash-sharifaini, katika miji mitukufu miwili Makka na Madina, kadhalika katika nchi ya Saudi Arabia, ilmu inayotoka huko na kuenea kwa watu katika kila pembe ya dunia, la shaka ni matunda ya da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kadhalika ilmu yake imekuwa ni sababu ya kusimama daula
ya Saudi Arabia, daula ambayo ndio daula pekee inayosimamia almanhaj salafi, manhaj na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba hayafichikani makosa katika daula hiyo, kwa sababu al-kamalu lillahi tabaraka wa taala. Da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ilikuwa imesimama katika mambo mengi ya haki, kama vile ifradullah taala bil ibada, ifradullah taala bil ibada, kumpwekesha Allah taala kwa kumwabudia peke yake. Ukiisoma risala ndogo sana ya al-usulu thalath, inaelezea mambo matatu ambayo ni yajibu ala kulli muslimi wa muslimati ta'allumuha. Jambo la kwanza ni maarifatu al-'abdu rabbahu, sawa sawa, ni mja kujua nani Mola wake, kumjua Mola ili iweje, ili tumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake. Kwa hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameandika kitabu at-tauhid. Kitabu at-tauhid ni kitabu ambacho kinazungumzia upekee wa Allah tabaraka wa taala katika ibada. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo amelingania ni annahayu an du'a'i ghairi Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah, kukataza kuwaomba wasiokuwa Allah katika mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah. Katika hiyo usulu salatu ameleta mlango wa kuelezea dua mbalimbali, akaelezea kwamba addu'a ni ibada, akaleta hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, addu'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Kadhalika akaleta aya katika Qur'an inayosema ya kwamba ile aya ambayo inazungumzia masuala ya dua na kuonyesha kwamba atakayeomba kinyume na Allah atakuwa amefanya ukafiri na ushirikina. Na hii ni dua adhim sana, yani swala la kuomba dua ni swala adhim jidda. innal ladhina yastakbiruna an ibadati, Allah anasema hakika wale ambao wanafanya kiburi katika ibada zangu, katika kuniomba, tadkhuluna jahannama dakhirin, mtaingia motoni na watakamia. Na hii ni katika sura Ghafir aya 60, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema Mola wenu kwamba niombeni mimi Allah nitakujibuni. innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanafanya kiburi katika kuniomba, sadkhuluna jahannama dakhirin, mtaingia motoni na wataishi milele. Kwa Sheikh da'wa yake inawalingania watu wamuombe Allah peke yake, na inawakataza watu wasimuombe Allah, na anawakataza watu wasiwaombe watu au vitu, mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah. Mfano wa dua, mfano wa kutaka shafaa kwa waliokufa, kuwaomba wazee waliotangulia, kuwaomba waja wema, kuwaomba malaika,
kwamba wakuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wawe ni kiunganishi chako baina yako wewe na Allah. Hili swala Sheikh alilikataa kata. Miongoni mwa mambo ambayo ameyalingania kadhalika ni at-tahdhiru min al-ghuluwi fi as-salihin, tahadharisha ghuluw, kuchupa mipaka kwa waja wema, na haya yapo katika kitabu tauhid, kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, kitabu kinachozungumzia kumwabudu Allah peke yake na kumpwekesha katika uendeshaji wa mambo yake peke yake, na kumpwekesha katika majina na sifa ambazo zinaendana na utukufu wake na ukamilifu wake. Kitabu hiki kinaelezea tauhidi ambayo ndiyo haki ya Allah kwa waja. Ndani yake ameleta mlango unaokataza kufanya ghuluw, na akaleta hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tatruni kama atra'at an-nasara Isa ibn Maryam, msinisifie mimi mkanichupisha mipaka, mkanitoa katika mipaka yangu, kama ambavyo manasara wa Kristo walimsifia na kumuadhimisha na kumtukuza Isa ibn Maryam na kumtoa katika mipaka yake. Msifanye hivyo. Kwa katika mambo ambayo wameyalingania Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kadhalika jambo lingine ni inkaru bid'ah wal muhdathat fi din, pinga kabisa bid'ah na uzushi katika dini. Amepinga bid'ah na uzushi katika dini, amesimama kidete kupinga swala hili. Katika kitabu tauhid kitaja mambo. Jambo la tano, al-inayatu bil kitabi was sunnati wa muharabati at-taqlid al-a'ma. Amelingania kutilia umuhimu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kupiga vita at-taqlid al-a'ma. At-taqlid al-a'ma, kuiga kiupofu. Katika usulu thalatha, mwanzo kabisa ameelezea mambo manne ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu kuyajua. Jambo la kwanza, al-ilmu, ni mtu kuwa na elimu. Huwa ma'rifatul 'abd wa huwa ma'rifatul 'abd rabbahu, ni mja kumjua Mola wake sawa sawa. Al-ilmu, na kuijua dini ya Uislamu, adilla kwa dalili. Kadhalika kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jambo la pili, al-ilmu, kisha al-amalu, kufanyia kazi elimu hiyo. Jambo la tatu, ad-da'wa, kulingania kile ambacho umekisoma. Jambo la nne, as-sabr, kuwa na subira. Kwa al-inayatu bil kitabi was sunna yakunu bita'allumi al-ilma, inakuwa kwa kusoma elimu na kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujua maamrisho na makatazo. Kwa hiyo amelingania mpaka kaleta kauli ya al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ameleta kauli ya Imam al-Bukhari, ambayo kauli hiyo taban ni mlango ambao ameuandika katika kitabu chake cha hadithi katika sahihi yake, babu al-ilmi qabla al-qawli wal-amali, mlango unaozungumzia kusoma na kujua dini kabla ya kutenda na kuzungumza. Al-Imam al-Bukhari akastadili na aya na usema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, soma na ufahamu na ujue kwamba jambo la kwanza ni kufahamu na kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Jambo la sita,
katika leo yalingania Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab التأكيد على توحيد الأسماء والصفات kutilia mkazo juu ya kumpwekesha Allah katika majina yake na sifa zake ambazo zinaendana na utukufu wake, wa ithbatuha kama jaat, na kuzithibitisha sifa hizo kama zilivyokuja fi nususi, katika dalili mbalimbali za wazi, wifqa almanhaj as-salafi, wifqa almanhaj as-salafi, kwa kulingana na manhaj ya as-salaf as-salih. Katika hili Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah mrehemu amefanya kazi kubwa kiasi kwamba walitokea watu ambao wanamtuhumu Sheikh kwamba ni mushabbih, ya kwamba ni mujassim, na wakiwemo na huyu kijana naye ni miongoni mwao, anaona kwamba Sheikh ni mushabbih kadhalika ni mujassim, jambo ambalo si sawa sawa. Katika risala ambayo Sheikh aliandika kwenda kwa watu wa Qasim, anasema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akielezea itikadi yake ya kwamba wa minal imani billahi, na katika kumwamini Allah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu, ni kuamini yale ambayo Allah amejisifu nayo fi kitabihi, katika Qur'ani yake, kitabu chake, ala lisani rasuli, kupitia katika ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, pasina ya kupindisha wala kukataa ama kupinga. Bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala, bali mimi Muhammad bin Abdul Wahhab naitakidi ya kwamba Allah utukufu ni wake na yeye yuko juu ya kila kitu, laisa kamithlihi shay'un, hakuna kama yeye, kama mfano wake chochote, wa huwa as-sami'ul basir, na yeye anasikia na anaona. Fala umfi anhu, wala mimi sipingi ma wasafa bihi nafsahu, jambo ambalo amejisifu nalo, wala uharifu kalima an mawadhihi, na wala sipindishi maneno na kuyatoa katika sehemu yake, wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi, na wala sipindishi katika majina yake wala katika aya zake, sipingi. Allah amesema ni Ar-Rahman, nakubali. Allah amesema ni Ar-Rahim, nakubali. Aya zilizokuja katika Qur'ani nazikubali, wala ukayyi, na wala mimi simwekei namna Allah. Yani Allah amesema ana mkono, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bali mikono ya Allah ni mabsutatani, imekunjuka yote. Yunfiqu kaifa yasha, anatoa riziki namna anavyotaka. Mimi sileti namna kwamba hiyo mikono ya Allah iko hivi au iko hivi, hapana. Mimi naamini kwamba hiyo ni mikono ya Allah, lakini sijui iko vipi. Wala umathilu sifatahu ta'ala bi sifati khalqihi, na wala sifananizi sifa zake Allah na sifa za viumbe wake. Allah aliposema yeye ana mikono, hii sifa ya kuwa na mkono hii mimi siifananishi sifa hii na sifa za wanadamu, lakini naamini kwamba kweli Allah ana nini? Ana mikono, ila siifananishi mikono yake na mikono ya wanadamu. Allah anasikia, wa huwa as-sami'ul basir, ni msikivu na ni muoni.
mimi naamini kwamba Allah anasikia na anaona, lakini sifananishi uoni wake na uoni wa wanadamu au wanyama. Liannahu ta'ala, kwa sababu yeye aliye juu, la samia lahu, hana wajina, hana mfanana naye, wala kuf'an lahu, wala kuf'an lahu, wala Allah hana mfano, wala niddan lahu, na wala hana mshirika muungu mwingine, wala yuqasu bi khalqihi, na wala hapimwi Allah kwa kutumia kiumbe chake. Fa innahu subhanahu a'zamu bi nafsihi wa bi ghayrihi, Allah ni mtukufu kuzidi watu wote. Wasdaqu qila wa ahsanu haditha, na ana maneno ya kweli zaidi na ni mzuri kabisa kuzungumza. Fanazzaha subhanahu amma wasafahu bihi almukhalifuna min ahli at-takyif wat-tamthil, kisha akaendelea kutaja itikadi yake katika upande wa mambo yanayohusiana na majina ya Allah na sifa zake. Haya ni katika yale ambayo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala amelingania. Kwa hiyo unwani ambayo hawa mabwana wameileta inayoonyesha kwamba hatari ya Wahabi ni unwani kwanza imekaa kimakosa, ni unwani batil, sio unwani sahihi, ni unwani batil, kwa sababu inaenda kinyume na ule uhalisia wa kile wanachozungumzia. Yani sawa sawa wewe leo uende sokoni useme ya kwamba hatari ya kufanya biashara sokoni. Yani umeenda sokoni, ima unauza vitambaa au unaenda kununua vitambaa, ukafika pale ukatengeneza unwani yako, hatari ya kufanya biashara sokoni. Hivi unwani hii itakuwa sawa sawa? La shaka unwani hii itakuwa ni unwani iliyokaa kimakosa. Tumeelewana? Kadhalika miongoni mwa watu ambao wanaitwa mawahabi, mashekhe zetu maulama rahimahumullah ta'ala, da'wa yao iko wazi, na da'wa ya mashekhe hawa kwa sababu wao wanamkubali Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na wao wanaitwa mawahabi, na kile walichokilingania pia kinaitwa Wahabi. Tukimwangalia al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, katika zile kazi alizozifanya katika da'wa alizozilingania, ameandika kitabu majmuu fatawa wa maqalat mutanawwi'a, majmuu fatawa wa maqalat mutanawwi'a. Kadhalika ameandika kitabu kidogo ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma. Nenda kakisome kitabu hicho. Shafi Masali, soma kitabu hicho kidogo, ukisoma tu dakika 20 umekaa kwa utulivu na kimaliza. Ad-durus al-muhimma li'ammati al-umma. Huko kataja masala ya tauhid, kataja masala ya swala, kataja zaka, kataja saumu, kataja masala mazima yanayotaallaq na kuwaosha na kuwasimamia na kuwazika na kuandaa maiti. Yoyote ambaye anataka kuwafundisha watu Waislamu wa kawaida masala mazima ya jeneza, akirejea katika risala hii, pamoja na kwamba ziko risala nyingine, lakini akirejea katika hii anawanufaisha sana watu, sababu ni risala ambayo ni nafi' jidda.
Kwa hiyo je, na hii ni hatari katika umoja wa Waislamu? Kadhalika tukimsoma Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kazi zake alizofanya, ameandika sharh ya Mumti', Sharhul Mumti'. Soma kitabu hicho na uangalie ufahamu uliomo ndani ya kitabu hicho, alafu ulinganishe na ufahamu wa yeyote katika mashehe zako wa kisufi kwa tarika zao zote. Leta kitabu cha yeyote katika hao mashehe wako katika masala haya yaliyoandikwa katika hii sharh ya Al-Mumti'. Kadhalika ameandika sharh ya Aqidatul Wasatiyya au Al-Wasitiyya, ambayo katika moja ya interview zake anasema alisoma kwa Ash-Shinqiti, moja kati ya maulama wa Mauritania. Asana Sheikh Ibn Uthaymeen anayo aqidatu sharh ya Aqidatul Wasitiyya. Kadhalika mwanachuoni ya Sheikh Muhammad bin Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala, soma silsilatul ahadithi sahiha na silsilatul ahadithi dhaifa. Vitabu hivyo kaelezea mlolongo wa hadithi sahihi kitabu cha kwanza, na mlolongo katika hadithi dhaifu katika kitabu cha pili. Kadhalika ana kitabu kingine adhim jidda, sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam, sifa za kumswalia, sifa ya swala ya mtume. Yani ukitaka kuswali kama alivyoswali mtume sallallahu alayhi wasallam, soma sifatu salati nabii ya al-allama al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wallahi kuna faida adhim jidda. Lakini msome Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake katika masala ya fiqh al-mulakhas al-fiqhi. Soma kitabu chake hicho uone faida adhim jidda. Kadhalika na kitabu al-Irshad ila sahih al-i'tiqad, muongozo unaoelekeza itikadi sahihi. Soma kitabu hicho. Kadhalika sharh Aqidatul Wasatiyya pia anayo, na humo ndipo utaona itikadi ya mawahabi katika swala ambalo umelisema, swala la at-tajsim wa at-tashbih. Lakini kadhalika al-ajwibatu al-mufida an as'ilati al-manahij al-jadida, mwiba dhidi ya watu wa bid'a. Hiki ni kitabu ambacho ni mwiba dhidi ya watu wa bid'a kwa sampuli zao zote. Sasa soma vitabu hivyo vya maulama hao ili uone, je, maulama hawa wenye kulingania uwahabi, je, ni kweli uwahabi walioandika kwenye vitabu vyao ni hatari katika jamii, au una faida? Ule uwahabi una hatari katika jamii ya Waislamu au una faida katika jamii ya Waislamu? Soma vitabu hivyo. Lakini kadhalika tuje kwenye miji yetu, Wahabi unaosema na kupiga vita Wahabi huu umesababisha vijana wengi kujua aqida, kujua tauhid, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Vijana wengi wameepushwa na bid'a,
kwa aina zake zote, hasa bid'a ya takfiri ambayo ilikuwa ikifanywa na wanaharakati wa Ikhwanul Muslimin, fitna zilizoenezwa na Abu Rogo Kenya, Abu Ismail Mwanza, na yule mzee wa Mwanza Irunga. Hii bid'a ya takfiri kwa kufurisha Waislamu na kuwaraghabisha watu watoke katika toa ya watawala. Bid'a hii ilikuwa ina fitna kubwa dhidi ya vijana wa Kiislamu, lakini mashehe hao mnaowaita wa Kiwahabi masalaf wakiongozwa na Sheikh al-Fadhil Abu al-Fadl Qasim Mafuta Qasim, Sheikh Abu Abd Salam Mujahid, Sheikh al-Doktor Khamis Imam, Sheikhuna al-Fadhil Abu Musa Kiza, Sheikhuna al-Fadhil Abu Saleh Jaafar na wengineo katika mashekhe waliosimama kidete na kupinga na kupigana dhidi ya fitna ya ukhawarij. Sheikh Hussein Sembe ni watu ambao walitoa juhudi zao, lakini fitna hii ya ukhawarij ilikaribia kuondoka na roho ya Sheikh wetu Sheikh Abdul Fadhil Qasim Mafuta Qasim. Walipoona hawana hoja ya kumdhibiti, wakaamua kumtupia bomu na wakasababisha kumuua mwanafunzi wake, lakini Allah akamnusuru, akaendelea kutuonyesha haki kwa ukhawarij ambao ulipamba moto kwa kiasi kikubwa, ulizimwa na hiyo da'wa ya Wahabi ambao mnaisema. Na wakati dawa hii inapamba moto, nyie masufi, maikhwanu muslimina na wanaharakati wote mliunga mkono zile fikra chafu, na ndio maana vijana katika misikiti yenu walihamasika kwa ukubwa. Kwa hiyo da'wa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ni naqiya, haina uhatari wowote, ni safi, inapendeza kabisa, bali inameremeta. Walhamdulillahi rabbil alamin, imetakasika na uchafu, imetakasika na uhatari. Ni da'wa latifa, ni da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala wifqa al-manhaj as-salaf as-salih.